maisha haya mpaka lini? Kila siku mateso yangu mimi, hatima. Ndio hapa tunamsubiri. Ndio hapa nilimwambia kwamba nimkute hapa. Wewe una hakika ndio yeye atafika? Tumeshaidiana kwamba lazima apite hapa. Tumsubirie tu kidogo tusielewa. Kosa langu Baba kwenda kaburini, umeniacha hapa navunjika roho. Wewe kijana, nakuomba uje. Adamu. Ndio kijana mwenyewe? Ndio yeye, mnafahamiana? Mnamfahamu. Basi njoo kae. Njoo kae hapa mwanangu. Mnafahamiana vizuri? Shoga yangu, nafahamu ulikuwa ujui mtu kwamba anateseka. Kwa kweli si. Mimi tu nimepita mara moja na nimemuona. Ndio nilikwambia shughuli zake anamtumikisha, anampiga, anamfanyisha makazi, chakula chenyewe akumpa mtihani. Ndio huyu mtoto anakuta siku anamtukana. Kwa hiyo shangazi zake mnafahamiana kabisa? Mimi namfahamu. Namfahamu vizuri tu. Mama mbaya yule. Ndio huyu mwenzangu ndio nilikwambia. Mimi mnafahamiana. Sasa kama pale kwa anapafahamu huyu mtoto? Anapajua. Na yule shangazi yake sijui kama anateseka. Karibu. Kaka upo? Nipo dada Elifa, karibu. Asante kaka Kimunyu. Habari za hapa? Habari za hapa nzuri dada. Upo kakaangu? Nipo dadangu. Nimekuja kukutembelea kaka. Karibu sana dada. Asante. Karibu. Asante sana. Karibu tuketi hapa. Asante kakaangu. Vipi mambo? Safi kabisa. Karibu tuketi hapa. Asante kaka Kimunyu. Karibu sana dada. Nakuona kaka. Mbona umechoka hivi kakaangu? Ni maisha tu dadangu. Kakaangu, kaya maisha kweli. Maisha mawazo mengi dada. Basi tukae kakaangu. Asante dada. yule shangazi yake namfahamu, lakini anapajua kwako. Mbona anaonekana kama anampenda sana? Mwambie mwenyewe kwa hadithi. Kusema kweli yule shangazi yangu anatesa sana. Tangu marehemu baba afariki, siishi kwa amani. Nilikuwa nasoma shule nikaacha kwa ajili yake yeye, ananitumikisha makazi na chakula. Hapa ndio kwangu mimi Kimunyu kakako. Asante kaka, nishakaribia sana. Kumbe unakaa hapa? Ndio nakaa hapa dadangu. Asante sana, nimekuja kutembelea. Naona kila siku nakuja kunitembelea sana. Mimi alafu mimi yaani nimeona leo, yaani mguu huu leo naenda paka kwa kakaangu Kimunyu nikamtembelee kakaangu. Na sasa nimefika kakaangu, kumbe upo hapa kakaangu. Mimi nipo hapa. Kikubwa ni kuombea na dua, tunatembelea na kaka, upendo wetu uendelee kaka. Asante dada. Uko hivi kama mnyonge kaka, shida nini? Dadangu, maisha tu yananichanganya. Omba dua, Mungu atakufanyia wepesi. Amina dada. Kuwa na uhuru kaka, maisha ndio hayo. Asante dada. Kaka Kimunyu. Basi Adamu nyamaza. Usilie mwanangu, usilie. Utaenda kuishi vizuri. Utaishi maisha kama kuna mamako na babako, sawa? Usilie babangu, nyamaza. Nyamaza babangu, kuwa na amani. Utaishi tu vizuri. Na utafanya unachotaka, utaniambia unataka ufanye nini. Tumeelewana? Sawa. Usilie. Futa machozi, nyamaza. Sawa? Nyamaza. Bless kijana wangu, unawaka kama taa. Kila siku YouTube unaweka kazi taa. Gada unazidi kufanya makubwa. Moyo wangu unacheka, najua utafika juu. Odi wenyewe. Karibu mama, jambo. Jambo. Karibu. Sijui watoto ndani waje. Jambo, ngoja nikuchukulie kibao. Haya.
Yaani kilichonikuta leo. Sijui kama nitakanyaga kwenye ile nyumba mimi. Wapi? Kwa kina Adamu. Kinakuta nini? Nimeenda pale mwenzangu. Sina hiyo wale nilikuwa namsalimia Adamu. Sijui shangazi yake au sijui nani yake katoka mwenzangu. Acha anipalalue. Acha anichambe. Kanichamba mpaka nimechambika tena na kunipiga na kikombe kanipiga. Mimi najiuliza swali moja. Kwani yule Adamu mama yake au shangazi yake? Mbona haeleweki? Yaani wewe umekurupuka kwanza. Wacha kikukuti. Sababu yule mama kila mtu anamjua na anamtesa vibana. Kila mtu anajua kwamba yule mtoto anamtesa. Ila si tunanyamaza. Ila umeenda kichwa. Kwa wacha alikukute jambo ndugu wangu. Yaani mimi nilikuwa sijaenda kwa ajili ya mimi nilienda tena, nilikuwa napita. Nikaenda nikasema nikamkuta Adamu nje. Nikasema ngoja nikamsalimia Adamu. Si ndio akanikutai. Kwa hiyo sasa yule mtoto nakatiza asiwe na marafiki. Kwa nini? Marafiki ndio watakuja kumsaidia baadaye. Yaani Adamu pale anaishi mazingira magumu sana, watu tunanyamaza. Anaishi mazingira magumu sana. Ila ndio hivyo, shangazi yake mwenyewe ndio kama hivyo. Sasa tutamsaidiaje? Ni ana mdomo yule mama. Ana mdomo, ukienda tu kwa jambo zuri anakushushua vibaya. Kwa hiyo tunabaki tunamwangalia mwache. Kwa hiyo muache kama alivyo. Yaani sijui itakuwaje. Haya mimi naenda. Haya karibu tena mdogo wangu. Haya kwa hiyo Karibu mwana. Mpaka lini? Kila siku mateso yangu mimi. Mambo vipi? Nashukuru. Bau jambo. Sijambo. Vipi kule kwa shangazi yako? Ndio hivyo nishazoea. Kwa bado tuweka ikalaki. Anaacha. Yamekosa pa kukaa. Kosa langu baba kwenda kaburini. Umeniacha hapa navunjika roho. Sawa, hamna shida. Mimi nikipata muda kama nilivyokuambia vile yani. Usijali. Sawa. Haya, kwa hiyo 2. Masha. Ongea shida yako. Bwana, naomba usamehe kwa yote yalotokea. Najua shangazi yangu ana makosa. Naomba utusamehe. Hivi una akili timamu? Una akili timamu na kuuliza? Hivi mwanaume gani usioelewa wewe? Au kosa langu kwa rafiki yangu? Eti. Yaani nilipokuja pale shangazi yangu kaniaibisha. Kanivua nguo na ukakubali kabisa napigwa na kikombe. Hivi una akili wewe? Anayebidi kuniomba msamaha ni shangazi yako, sio wewe. Kwa niaba yake. Siku nyingine usiniitage ovyo. Umetoka wapi wewe? Cheza wapi? Kule juu mbinguni chini. Wewe, umetoka wapi? Sikwambia umetoka wapi? Sijakuelewa leo umetoka wapi? Umetoka wapi wewe mpumbavu wewe? Umetoka wapi? Ati ana hela. Umetoka wapi wewe?